Watu wengi wanamlaumu sana Jean Charles Ahoua kwa pengine kuchelewesha matokeo makubwa zaidi jana na kwa kukosa nafasi za wazi. Hebu tuambie, wewe ni mwalimu, umecheza pia mpira, kwani alipaswa kufanya nini jana Jean Charles Ahoua katika dakika za mwisho kwa kukosa bao? Pale alipaswa kufanya kitu gani? Tuanzie hapo afu tutaendelea. Kukosa kwanza ni sifa ya kibinadamu. Jean Charles Ahoua hawezi kuwa ndo mchezaji wa kwanza anakosa nafasi ya wazi namna ile. Umeshakosa wachezaji wengi sana huko nyuma. Sio kitu cha kusema kwamba labda ndo kimeanza kutokea. Mifano ya karibu watu jana nimeona wengi wakituma video clip ya aliyewahi kuwa mchezaji wa Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Fernando Mnyama Torres El Nino akiwa Chelsea, aliwahi kumpiga paka chenga vile Van der Sar na kwa mguu wake wa kushoto kama alivyokuwa kwa Jean Charles Ahoua akakosa vile lakini makosa au kosa moja alihalalishi kosa jingine. Kosa linabaki kuwa kosa tu. Alichopaswa kufanya kama ulivyoulizwa, alipaswa kufanya bora zaidi ya kile. Nacho ni kufunga, kwa sababu golini huwezi kusema kulikuwa wazi kabisa kwa sababu kulikuwa na watu wanakimbilia, lakini kulikuwa na nafasi kubwa ya mpira kuingia, kulikuwa ni kutoka nje. Lakini kama kwa mastajabio ya wengi, yeye akatoa mpira nje. Yani huwezi kumwacha mwanao usimlaumu kwa sababu amekosa swali ambalo ameulizwa shule lenye jibu la wazi, ukasema tu mbona fulani au mtoto wa fulani aliwahi kukosa. Hapana, wewe utakuwa mzazi mwema. Na huruma, siku zote nazungumza, huruma sio malezi au huruma hailei mwana. Jean Charles Ahoua anapaswa kuambiwa kwamba hata kwenye kiwanja cha mazoezi mwalimu atakuwa mkali. Kama ningekuwa mwalimu mimi pia ningekuwa mkali kwamba wewe ulikuwa unaipeleka mechi juu ya mlima Kilimanjaro ambako wale ili kutushusha ilibidi watufuate huko juu, wangetumia nguvu nyingi sana kutukuta huko juu, lakini umeshindwa. Na pale la mwalimu lazima awe mkali. Na kama umesikia mwalimu amesema kwamba Simba sio timu ya kushinda goli moja kwenye nafasi kama hizi, wangeweza kushinda goli 3, 4, 5, kwa sababu Simba ni timu kubwa Afrika, na ni kweli timu namba 4 kwa ubora Afrika. Inapaswa kutumia sawasawa inapopata nafasi zake kama zile. Lakini sitaki kumzungumza sana au kumzungumza tena Jean Charles Ahoua kwa sababu nimeshawahi kumzungumza huko nyuma na nikapata ushindani, nikapata maneno mabovu labda kwenye mitandao na hata hapo kwenye radio. Lakini wengi niliokutana nao jana baada ya mechi huko Zanzibar wamenihagi na kusema wewe bana, wewe unasemaga mambo ya kweli kwa sababu ya kile kilichotokea. Mimi sitaki kumreti hapo, na iangalia mechi nzima. Of course walau kuna wakati nilikuwa naona kweli anafanya, lakini kuna wakati mwingine unaona kwamba hapana, alipaswa kufanya zaidi. Kwa hiyo moja katika nyakati ambazo alipaswa kufanya zaidi ni kufunga ile goli. Kama ulikuwa unaona labda uko mbali sana, mguu wako uko mbali, kwa sababu alikopigia chenga kulikuwa na Ateba na alikuwa anaangalia goli vizuri pia, angeweza hata na yeye kumwachia akafunga Daudi ya goli ambayo ni na timu, lakini angeweza kukunja mpira vizuri kwa maana mguu ungetangulia kidogo. Juma wewe umecheza mpira, mguu ungetangulia kidogo pale, ni kama ameupigia mbele kabisa kwenye kidole gumba, lakini kama angeuzidisha mpira mguu akaupigia hapa katikati ya mguu, automatically ule mpira ulikuwa unakwenda wafu. Na Jimmy, mimi ambaye nawaza, kwa sababu pia kama ulivyosema nimecheza mpira, nawaza kama pengine mguu wa kushoto sio mguu wake ambao amekuwa akiutumia mara kwa mara, pengine kulikuwa na uzito zaidi ya kuweza kukunja ili kuwepo na uwepesi wa yeye kufunga goli rahisi. Naamini kwamba amekosea tu, kwa sababu hata mguu wa kulia angeweza kukosa bado kama asingefuata principles. Unajua ule mpira alipopiga chenga mpira ukao unakimbia sasa. Kwa sababu huwezi kumpiga chenga goalkeeper alafu mpira ukao umeendelea mwendo ule ambao ulikuwa wewe unakuja nao, una dribble, si unahama nao. Kwa mpira ili uhame nao unaupiga kidogo kwa kasi. Kwa ili wewe upige vizuri, wewe unapaswa kuwa na kasi kidogo na mguu wako uzidi kidogo mpira. Sasa ukiupigia kwa mbali ndio kama vile alivyopiga yeye, aliupigia kwa mbali na confidence kwamba mpira unakwenda kuingia, kumbe akawa ameukosa. Kama mguu ungezidi kidogo akaupigia hapa kwa katikati ambapo pasi ya instep inapigwa, ilikuwa rahisi tu. Sasa ule ni kama vile ameupigia kwenye kidole gumba. Kwa angepiga mguu wote ile lingeweza likatokea bado hivyo. Lakini cha kusema ni concentration.
haya mambo tunayozungumza hayawezi kuwa kama you are not concentrated enough. Kwa hiyo alipaswa kuwa concentrated enough, kuwa serious on what he was doing. Unajua shida yangu nyingine mimi na Ahwa ni kwamba kwenye matukio mengi the guy is not serious. He is not serious to the maximum, kwa sababu unajua kuna wakati nimemuona kabisa hayuko serious au yuko slow? No. It's not slow. Ni seriousness. Kwa mfano kuna wakati Kibisawala ndio yule ndo mpiga kona au free kick taker wa Simba ni Ahwa. Unajua Kibisawala alienda kutaka kupiga kona yeye, alafu yeye Kibisawala anataka kupiga kona, Ahwa akawa anamzuia kwa sababu yeye Ahwa alikuwa anakwenda kwenye kupiga kipindi cha kwanza hicho nazungumzia. Unajua sasa Kibisawala akamuonyesha kwa ishara kwamba unapaswa kuwa haraka. Unanielewa? Kwa sababu hujafunga goli, unatafuta goli, lakini yeye anaenda kupiga kona, anaenda zifu, anaingia chumbani kwake, jamaa akataka kuna kupiga kona yeye ili tuwai. Unanielewa? Lakini kipindi baada ya kukosa ile goli, unajua kilichotokea? Kibisawala alimfuata mpaka pale karibu, akamwambia inuka, hapo akaonyesha ishara ya kama kumdharau kwamba wewe nini bwana. Unaona? Yule dogo aliondoka pale baada ya kuchuliwa, sijui baada ya kukosa lile goli na nyama imemuuma hapo na nini. That is hiyo sio, huyo mtu hayuko serious tu. Hayuko serious. Huyo sio yuko slow. Watu wanaomboleza, wewe umeumia na nyama hapo. Mbona mpaka watu wanaongea nje huko, mtoto yule sio kama anje kwa ameumia nyama sangi hata kafunga mwenzie. Hayo watu wanayasemea pembeni, lakini sisi tunazungumza black and white ili amfikie ajue kwamba Simba hawataki hicho, wanataka kitu cha ziada zaidi hicho. Na tukiwa baada tujatoka kwenye ile goli, urahisi ulikuwa wapi baada ya kupokea pasi ya Mpanzu? Pengine angepress mapema na baada ya kupiga chenga, uwepesi wa goli ulikuwa wakati gani? Inategemea tu na ufundi au maamuzi ya mwenye mpira. Juma, mimi kwa sababu nimewahi kuhudumu kwenye nafasi kama zile, yote uliyozungumza hayo yanatokea kwenye mpira na yanakuwa sahihi. Kwa mfano, ukitaka kumfunga mtu mapema, inabidi uinue kichwa wakati anakuja kwako, anakimbia, ukipiga kwa kutafuta engo nzuri tu kwa kuburuza mpira chini unaingia. Inategemea goalkeeper yuko kwenye position gani, kwa sababu goalkeeper atataka kuja asubiri kidogo ndo adive, lakini akiwa anakimbia na wewe unapiga, mara nyingi unaona magolikipa wanapishana nao. Lakini kile alichokifanya pia unaweza ukatokea kulia au ukatokea kushoto, kama kule aliko kutokea kwa instep au angetoka kulia kwa outstep, bado ingekuwa sahihi tu. Lakini kitu ambacho hakufanya sahihi ni umaliziaji wake wa mwisho. Lakini vitendo vingine vyote, kwanza movement wakati Kibisawala ana mpira, movement was perfect. Timing ya pasi ilikuwa ndo marvelous kutoka kwa Kibisawala. Na yeye alivyotumbukia ya kwanza, ya pili ilikuwa nzuri pia. Alivyohama na mpira was perfect, lakini umaliziaji ndio ulikuwa sufuri. Bado nimekuwa nikimwona mwalimu wa Simba akijivuta. Tuliwahi kujadili na wewe hapa kwenye kufanya mabadiliko. Bado najiuliza ni kwamba mwalimu akigeuka akiangalia kwenye benchi lake haoni watu ambao wanaweza kwenda kumbadilishia matokeo, ama mwalimu haoni kama kuna wachezaji ambao wanahitaji kufanyiwa mabadiliko kwenye mechi muhimu kama ile ya jana. Anaona, lakini mimi nabaki pale kwamba ni mtu ambaye aidha haamini katika benchi, lakini kama anaamini anachelewa kufanya maamuzi. Anachelewa kufanya maamuzi, mara nyingi anafanya maamuzi akiwa amechelewa sana. Unaweza hata ukaona wewe au mtu mwingine na mwingine anaona kama hapo kama fulani kachoka, mbona kama pale tunapata matatizo, lakini mwalimu inamchukua muda kulitambua hilo na kulifanyia maamuzi. Na jana nimeona watu wakimcriticize alivyomuingiza Mutale. Lakini mimi kwangu nafikiri alikuwa amefanya maamuzi sahihi, isipokuwa wachezaji ndani au maelekezo hayakuwa sahihi na on how to use him, namna ya kumtumia Mutale. Unajua kwenye timu kila mtu Juma ana ubora wake. Ubora wa Mutale uko kwenye mbio, uko kwenye kuexploit nafasi. Sawa. Sasa kama utamtaka kwa aina yake ya uchezaji aje ndani, mpasiane naye zile pasi zenu 1-2 swini, ageuke pasi apige visigino vya kina Ahwa, utakuwa kwanza humtumii sahihi. Yule anapaswa kama mtu umemficha, mnacheza nyinyi watengenezaji vizuri, alafu yeye mnamwekea kwenye nafasi exploit hiyo nafasi. Kwa mfano mimi nikwambie, hata ile goli angekuwa ametumbukia
Mutale pale kwa kasi yake ya kwanza ya pili, huyo kipa angepishana naye mbali. Alafu angeenda kucontrol ule mpira na akafunga. Lakini sasa hakupata hiyo nafasi na Simba ulikuwa unamtaka aingie ndani. Lakini mtu kama yule mwenye mbio unabidi umtengenezee, umwekee kwenye njia nafasi hiyo space. Yeye ndo sifa yake kubwa, kumchukua mtu mmoja, kuna space kubwa mbele anaweza kutoka naye. Lakini hakupata hayo mazingira. Mara nyingi tulimuona anakuja kati anataka kucheza, akija kucheza huko anakutana na watu wako solid, anapata tabu, watu wakaanza kugunaguna. Lakini kwangu mimi nafikiri ilikuwa chaguo sahihi, lakini halikutumika sawa sawa. Kwa nini napofika kuanzia dakika 65 mpaka 70 ni kama Simba wanakata ule upepo ambao wanakuwa wanaanza nayo mechi? You are right, kwa sababu ukimwangalia nahodha, hii ni mechi yake ya pili ya tatu anatolewa kuanzia dakika 60. Na hata wewe ukikaa sehemu unaanza kuhisi kwamba mbona kama Shaba aendi sawa sawa, afanye zile shughuli zake sawa sawa, na anayeingia kwa Nouma, ukitaka kuwa mkweli, anakuja kufanya kazi ambayo ni ya kiwango cha juu. Sasa unajua kwenye haya mambo yanaweza kuwa mambo mengi, lakini la kwanza ni fitness level. Ili uweze kucheza kwa dakika 90 unatakiwa uwe fit enough wewe mwenyewe kuweza kucheza hata dakika 120. Ndio utacheza dakika 90 kama zilivyo. Vinginevyo kama huwezi kufanya hivyo utacheza dakika 90 ukiwa mjanja. Mzururaji mle ndani muda mrefu unazurura tu. Lakini ukitaka kujitoa kweli utaenda, alafu utakwama sehemu ambayo fitness level yako inaishia. Ndio kinachotokea. Kwa hiyo kwangu mimi hili ni jambo la fitness levels za wachezaji wengi, kwamba ukiona timu inaenda mpaka dakika 60 inakwama au 65, maana yake fitness level iko chini, na mwalimu wa fitness siku hizi anapaswa kuangaliwa na kufanya vitu sawa sawa. Zamani ilikuwa ni mwalimu huyo tu mkuu, akikuonea vile anaanza kuwatia moto mpaka msogee huko. Na unajua wachezaji wa kileo hawaamini kwenye mabio, sio kwenye manini ama fitness, unajua ndio yanakufanya ucheze kwa dakika 90. Inatokea kweli. Kwa hiyo mwalimu nafikiri anapaswa kuliona hilo na kulifanyia kazi, kwamba ana baadhi ya wachezaji ambao ni mgongo wa timu, wakifika kuanzia dakika 65 70 sio kwamba hawachezi kabisa, lakini kiwango kinapungua sana. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao wanaweza kucheza kwa dakika 90 kwenye pesi ile. Kwa hiyo uwezo wao usogezwe juu. Kwenye walimu tunasema baada ya kufanya pre-season, humo ndani kuna kitu tunafanya unaitwa maintenance, ili ku-maintain fitness level ya wachezaji wako. Sasa kama hili bado ni tatizo na aliwezi kumalizika ndani ya siku 2-3, ni process, wakati huu mwalimu anaweza akafanya kitu gani? Akiwa naamini mwalimu wa Simba atakuwa ameshaona timu yake dakika fulani timu inakata. Je, afanye mabadiliko ama badilishe style ya kucheza ili wachezaji wake waweze kuaccommodate muda wote huo unaobaki kuelekea dakika 90? No, hiki anachokifanya bado ni sehemu ya kitu ambacho kinaweza kumsaidia, kwa sababu unajua siku hizi wana faida kubwa. Kuna faida ya kubadilisha wachezaji watano. Wachezaji watano ni almost nusu ya timu, sio? Alafu bado kwenye sheria mpya inamtaka mtu ambaye atakuja kupata tatizo la concussion kiwanjani, matatizo ya kichwa, bado anaweza pia kufanyiwa mabadiliko hata kama umemaliza nafasi. Zamani ilikuwa ukimaliza nafasi hizo 3, hata kama mtu mle ndani kafa, mnabaki vile vile tu, nyinyi mmepungua. Lakini siku hizi wamerekebisha hiyo. Ukipata concussion na ikathibitishwa pale kwamba bwana hili ni tatizo kubwa, umepoteza fahamu na nini, anatakiwa mtu mwingine aingie kuchukua nafasi yako hata kama umemaliza substitution. Kwa hiyo kama unaweza kubadilisha nusu ya timu na ukachukua riski ya kwamba kikitokea kitu chochote kikubwa, mtu mwingine ataingia, goalkeeper pia akiumia, kwa hiyo scenario hiyo anaweza kaingia kipa mwingine, au wachezaji wa nane wakitokea akapata au kahisi kwamba kama kutotokea tu na minor blows bado mimi naweza kumaintain, basi ni kitu kizuri. Na ndio maana mimi naamini bado kwamba kwa sababu kuelekea mechi ijayo nafikiri kuna siku 7, hauwezi na kuanza kuwaburuza wachezaji. Lazima watu wazungumza nao na siku za kusafiri hapo. Sasa una time gani unaweza kuwatia moto wachezaji? Kwa hiyo hiki anachokifanya aendelee nacho, ila nafikiri kinapaswa kuja kwa wakati sahihi. Wanakwenda Afrika Kusini na goli moja. Inatosha goli moja Jemedari? Hata isitoshe, lakini ndio alichokuwa nacho sasa. Na aliyekula kara japo kipande cha muogo hawezi kulingana na mwenye njaa. Kwa hiyo wanaenda wakiwa na uongozi.
wana goli moja. Ukisema inatosha au haitoshi utakuwa unawakosea adabu, kwa sababu mwenye nacho halingani na asiyekuwa nacho kabisa, japo yeye anacho kidogo. Lakini mimi kitu kikubwa ambacho naamini Simba watakwenda kuwa tofauti, ukiangalia game kipindi cha pili iliyochezwa hapa Zanzibar, wale jamaa Stellenbosch, actually hiki kipindi cha pili ndio kitakavyokuwa kuanzia kipindi cha kwanza kwenye mechi ya nyumbani kwao. Walikuwa wanajaribu kuona kwamba anyway, kwani hatuwezi kucheza kama na sisi tunatafuta goli alafu tukapata goli la ugenini, tukienda nyumbani tukacheza tu mid block alafu game ikaisha. Wakaamua kwamba hebu twende tukawa press na wenyewe tuwaone. Mwanzo walikuwa wanawaacha Simba wanatoka kule starting from the back, wala hawahangaiki nao. Wao wakipoteza mpira wanakuja katikati ya kiwanja, wana mistari yao wanaitengeneza pale, na wanaona ukibreak mstari mmoja watu wanaanza kukuruhusu kuingia huko kirahisi. Ndio maana ilikuwa ngumu Simba mpaka ikawachukua free kick ndio ikafunga goli. Lakini hakukuwa na nafasi kubwa ya wazi kama iliyotokea kwenye kipindi hiki cha pili, kwa sababu kipindi cha pili waliamua kusema anyway, twendeni tukacheze kama tuko home tunatafuta goli. Sasa kile ndio kitakacho kutokea kule. Sasa the fact kwamba Simba wana mpanzu, kitu kikubwa walichokuwa nacho Simba kabla ya hata hilo goli, Simba wana mpanzu. Ni the only guy ambaye ukienda mpira kwake wewe na wenyewe hata waliopo kiwanjani wanajua goli linaweza likapatikana, kwa sababu ya ability yake, uwezo aliokuwa nao akiwa na mpira ni mkubwa kuliko maybe mchezaji yoyote. Wachezaji wote 22 walikuwa wanacheza pale jana na substitution walioingia, Mpanzu ndio alikuwa mtu ana uwezo mkubwa akiwa na mpira kufanya kitu chochote anachotaka kulikoni mtu mwingine yoyote, na akafanikiwa. Na wewe Juma, kama umeona mpira unaweza kuwa shahidi. Mtu mwingine ambaye alikuwa ni master yuko jezi namba 38 Toby Sutabi, somebody midfield wa Stellenbosch. The guy was fantastic. Lakini wanakwenda na Mpanzu ambaye ukimweka na mtu mmoja obviously anaweza kumpita, wawili anaweza kuwapita, na kutokana na hicho ni pasa mzuri, anaweza kujitengenezea nafasi, anaweza kutengeneza nafasi kwa wenzie, na kwa sababu game itakwenda kuwa open, ni rahisi sana Simba wakapata goli la ugenini. Naamini Simba watakwenda kucheza tofauti, watakwenda kucheza kama tulivyoona kwenye mechi zingine wakikaa walau kidogo chini, lakini wakimtumia Mpanzu, Kibu na wengine, kwa sababu kutakuwa na space kubwa watakao itengeneza. Hawawezi wale Stellenbosch kushambulia kwa wakati huo na wakati huo wakarudi kuja kumzuia Mpanzu, kwa sababu watataka wapate goli la mapema. Lazima watakwenda kutafuta goli la mapema. Sasa balancing itakuwaje? Mwalimu Gavin Hunt atatengenezaje balance ya kuona tunaweza kushambulia kwa watu wengi, the same time tunamwekea watu imara Mpanzu ambaye akiwa na space mbele na mtu mmoja au wawili unaweza kuhesabu goli. Jemedari, tutarudi kwako. Asante kwa uchambuzi mzuri kabisa. Bado tuko na wewe kwenye Crown Sports hapa na Fadlu hapa, afu nirudi kwa wachambuzi hapa na wao niambie, na wewe tuandikie hili bao moja jamani, tusafiri. Lazima mniambie hapa, mimi najiandaa hapa kwenda South kama mnaona hili bao linaweza likatuletea shida nisiende. Kata tiketi. Wewe unaenda kwa sababu ya Simba kushinda? Sasa hizi Simba wanawakilisha Tanzania. Sawa, wewe unaenda kwa ajili ya Simba kushinda, unaenda kuangalia mechi. Vyote. Kwa sababu wangekuwa hata wameshinda 3 hapa alafu unaenda kupigwa 4. Sasa sifungwa la kwanza bado mmekaa mna matumaini. La pili ilitokea hivyo. Walipigwa 4 kule. 4 bila. Tena goli yote ya cross. Sijui unaelewa. Evansi. So inatokea. Wewe cha msingi nenda kaangalie mechi usio na wasiwasi. Kuna hichi kitu ambacho Jemedari amezungumza kwamba kuanzia dakika ya kwanza Stellenbosch kule watakuwa wanapeleka moto tu. Lazima. Sio? Yaani hiyo iko hivyo. Kuna yule mshambuliaji wao anaitwa Dijon. Nimemwona. Ni mshambuliaji wa kumwangalia sana, anafika kwenye matukio. Nimemuona jana. Sema mimi kuna vitu siungani na Jemedari. Vitu gani? Unapimaje serious wa mchezaji? Kwenye matukio na matendo. Basi kwenye unavo react. Yes. Kwa mchezaji ambaye jana amefunga goli la ushindi hayupo serious. Mimi naweza ngaungana naye. Yaani lazima kwenye upande au kwenye mchezaji ambaye, au tukizungumzia tu kawaida kwenye maisha, kuna mtu ambaye ana positive side na negative side.
upande wa Jean Charles, yes alifunga goli. Lakini ukijaribu kufuatilia ambacho anakizungumza Jemedari na wote tulikiona, kuna mazingira ambayo unasema yes, uwezo ukapoteza muda kwenye unajua serious sio kwamba ni neno baya kwa mtu, ila ni kwamba wewe timu inahitaji matokeo kwa wakati huu. Kwa nini unachelewa kupiga pigo la kona? Inakuwa kama unakumbuka mechi ya ilikuwa ni mechi ya Coast dhidi ya Simba sijui ni nani. Yaani wachezaji wa Coast wamefungwa ila wanacheza kama ndo wameshinda. Guys, yani mimi kinachoshangaza tunamzungumzia mchezaji ambaye jana ameinvolve kwenye transition nyingi zaidi ndani ya Simba. Unanielewa? Mchezaji ambaye Simba ikiwa haina mpira kwenye front two ya watu wawili mbele, yeye pamoja na Mkwana. Lakini watu wanaangalia tukio la wazi kwamba hili tukio lilikuwa linatengeneza, yani Magunga mimi namuona yuko sawa. Yani